Na mtazamaji, ni saa 5 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Karibu ni kujuza taarifa ambazo zimejiri saa 5 ili uzidi kumakinika. Na mtazamaji, muda mfupi ujao tutakuwa tunazungumzia mjadala wa siku ya leo, wakati ambapo tunazamia mjadala kuhusu hamasa dhidi ya ugonjwa wa kisukari, ama ukipenda kwa lugha ya kimombo ni ugonjwa wa diabetes. Nitakuwa na wataalamu studioni ambao nitakuwa nasema nao ili upate kuhamasishwa vilivyo kuhusu ugonjwa huu. Wanakwetu wananiita Joashua Msare. Karibu hivi sasa ni kujuze taarifa ambazo zinazidi kuchipuka kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Serikali ya kaunti ya Samburu inaendelea kutekeleza mpango wa kusambaza ngamia kwa wafugaji walioathiriwa na ukame, hatua inayolenga kuimarisha utoshelevu wa chakula na kuwasaidia wakazi kukabiliana na athari za mabadiliko ya hewa. Mradi huo unalenga kuongeza idadi ya ngamia wanaofugwa kutokana na uwezo wao wa kustahimili mazingira kame na kuzalisha maziwa hata wakati wa kiangazi. Geoffrey Ondieki na taarifa kamili. Ni afueni kwa wafugaji wa Samburu baada ya kunufaika kwa mradi wa serikali ya kaunti wa kusambaza ngamia, hatua inayolenga kuwawezesha kukabiliana na athari za ukame na kuimarisha maisha yao kupitia ufugaji wa mifugo inayostahimili mazingira makavu. Ngamia sasa wamekuwa tegemeo la familia nyingi kwa kuzalisha maziwa hata baada ya kiangazi, tofauti na ng'ombe ambao hulazimika kusafirishwa mbali kutafuta malisho na maji. Nimefurahi sana kupata hiyo ngamia kwa sababu hiyo ngamia iko na maziwa, pia iko na damu. Tunatawanga damu nyingi tunakula wakati ya jilali. Nasema asante gavana yetu. Ngamia ni kitu ambayo anaweza kutusaidia. Si kitu anaweza kujilali, anaweza kuumiza sana. Inaweza kuendesha watoto wangu. Mungu akunisaidia ina ngamia, atasaidia watoto yangu. Wataalamu wanaeleza kuwa ngamia wanaweza kuishi zaidi ya wiki moja bila maji, hali inayowafanya kuwa wanyama wanaofaa zaidi katika maeneo yenye ukame. Serikali ya kaunti ina matumaini kuwa kuimarisha ufugaji wa ngamia kutasaidia kupunguza athari za ukame, kuimarisha maisha ya wafugaji na kujenga jamii yenye ustahimilifu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. This is part of our county program to improve livestock breeds and also as a livelihood support program for our county government. Camel is not just an animal. Somali breed camel produces more milk. It is more hardy for the arid and semi-arid lands like in Samburu, in East and Samburu North. So we are doing this to help our communities adapt to climate change. The camel produces milk even during the prolonged periods of dry season, of drought. So we are helping our communities be able to have food security for their children and kids and the elderly. Geoffrey Ondieki, TV47. Mtazamaji, tuangazie mengine. Wizara ya usalama leo hii inatarajiwa kuongoza uzinduzi wa mfumo wa kisasa wa nishati ya jua katika gereza kuu la Nairobi kwa ushirikiano kati ya serikali ya Kenya na Umoja wa Mataifa ya Ulaya. Mfumo huu unajumuisha mitambo inayotumia nishati ya jua, hatua inayolenga kuboresha miundombinu ya gereza, huku mfumo huu ukitarajiwa kuhakikisha upatikanaji wa umeme kwa saa 24 katika maeneo muhimu ya gereza, zikiwemo huduma za mahakama za mtandaoni. Your Excellency, Madam Henriette Gega, the Ambassador of the European Union to Kenya and permanent, Mr. Ali Elbere Kipchumba Murkomen, who has not been able to make it to this event, agree with me, reaffirms our unwavering commitment to building a modern, secure, efficient, and environmentally sustainable correctional system that responds to the aspirations of our nation. Allow me to express my sincere appreciation to the European Union for its steadfast partnership with the government of Kenya and to the United Nations Office on Drugs and Crime
through the PLEAD program for successfully implementing this transformative intervention. This strategic investment demonstrates the power of international cooperation in strengthening justice institutions while advancing sustainable development. Indeed, today's commissioning is far more than the launch of a solar power installation. It represents our robust commitment to ensuring that justice never stops, that public institutions remain resilient, and that correctional facilities become centers of innovation, rehabilitation, and excellence. So, ladies and gentlemen, the government of Kenya, under the leadership of His Excellency President Dr. William Samoei Ruto, remains committed to delivering accessible, efficient, and people-centered justice. The bottom-up economic transformation agenda recognizes that justice institutions are indispensable pillars of national stability, economic growth, and social cohesion. Correctional facilities today perform functions that extend well beyond custodial management. They are centers of rehabilitation, vocational training, education, healthcare, and restorative justice. As government, we are therefore investing in correctional institutions that are environmentally responsible and responsive to the evolving needs of our citizenry. I commend. Mtazamaji, taarifa hiyo kwa mapana na marefu tutakuwa tunakuletea katika taarifa zetu zijazo. Tuangazie mengine. Viongozi wa kisiasa Kirinyaga wamelaani matumizi ya wahuni kuvuruga mikutano ya kisiasa ya upinzani. Wakiongozwa na kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua, wanasiasa hao walitaja ushirikiano wa wahuni wa kukodiwa na polisi kutatiza mikutano ya amani kama jambo la kusikitisha. Aliyekuwa mwakilishi wa kike Kirinyaga Wangoi Ngirishi alihimiza wananchi kupinga utekaji nyara unaofadhiliwa na serikali. Alisisitiza kwamba utawala wa sasa lazima uheshimu katiba inayohakikisha uhuru wa kujieleza. And I want to concur with sister. Tunaweza fanya mambo mingi sana ya kusaidia, lakini the final decision ya kuchagua yule mtu ambaye utachagua, ujue kwamba ni wewe utakuwa ukiweka maisha yako either hatarini ama in a position where you are going to gain good leadership and development that you need. Let's be honest with ourselves, let us be truthful with ourselves. Mara ya kwanza sio mbaya zaidi, lakini kukosea mara mbili inakuwa ni mbaya. Na sisi viongozi, ukijua ulidanganywa pamoja na watu, uelewe, uache wale hawajadanganywa wakuonyeshe njia ni wapi. Tuadhibe spidi kubwa unawacha watu wote nyuma, hiyo haitatufikisha. Twende safari moja, Wakenya wote. Sio kabila moja, sio kijiji moja, ni Kenya. Tuelekee kwingine, na ni kwamba zaidi ya wafanyabiashara 150 wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya moto mkubwa kuteketeza soko la mitumba la Machakos usiku wa kuamkia leo, huku chanzo cha mkasa huo kikiendelea kuchunguzwa. Akizungumza katika eneo la tukio, kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Machakos Joseph Muturi alisema uchunguzi umeanza, huku sampuli zikipelekwa kwa mwana maabara mkuu wa serikali ili kubaini chanzo cha moto huo. Moto huo uliteketeza vibanda kadhaa na kuharibu bidhaa zilizokuwa chanzo kikuu cha mapato kwa wafanyabiashara wengi. Baadhi ya waathiriwa walikanusha madai kwamba itilafu ya umeme ndio iliyosababisha moto huo, wakisema soko hilo alijawahi kuunganishwa na umeme tangu kuanzishwa kwake. Naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi ameahidi kuwa serikali ya kaunti itasaidia kujenga upya soko hilo. Usiku kama saa 5 na karibu saa 6 tuliitwa hapa kwa mitumba Machakos town
tukaambiwa kuna moto, na tukaja na kwa kweli tukapata kwamba kuna moto mkubwa ambao umeshika karibu kila kona. So tukaanza kuzima. Like mimi nimechomekewa na vitu zote, hakuna kitu nimeokota. We are very painful. Tuko na kilio kwa sababu hatujui tutaanzia wapi, but we believe God is with us. Wavinya Ndeti ikiwezekana aangalie maslahi hawa watu ambao wana majonzi mengi hapa mjini, hapa sokoni. Mali ya watu imeharibika sana. Utafiti wa taasisi ya utafiti wa kimatibabu KEMRI unaonyesha kuwa kati ya kaunti 9 zenye changamoto mbalimbali, kaunti ya Pokot Magharibi imeibuka kuwa kidedea katika kutoa huduma bora za matibabu, hasa kwa kina mama wanaojifungua. Hatua hii imepiga jeki kaunti hiyo, kwani idadi ya kina mama wanaofariki wakati wa kujifungua imepungua pakubwa. Mwandishi wetu wa kaunti hiyo Andrew Juma na mengi zaidi. Kaunti ya Pokot Magharibi, licha ya kwamba ni sehemu ya wafugaji na mojawapo wa maeneo kame ambayo huduma za afya hukumbana na changamoto kadha wa kadha, imeibuka kuwa miongoni mwa kaunti bora zaidi kuweza kuboresha huduma za afya, ikizingatiwa kwamba afya ya kina mama haswa wanaojifungua huwa wanapitia changamoto mbalimbali, ila kaunti hii imeweza kurekodi idadi ya juu zaidi ya kina mama ambao wanapokea matibabu hayo pasipo kupitia changamoto zozote. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu wamama ambao walikuwa wakienda Kapenguri Referral Hospital kitambo, wakati kama devolution government hawajakuja Kenya yetu, tulikuwa tunaenda safari ya mbali. Lakini sasa wamama wanajifungua na wanakimbizwa kwa hospitali ya karibu. Na nashukuru tena kwa sababu kuna wamama wa kuunga ambao wametrainiwa, hata kama mama anakimbizwa hospitali na mama anataka kujifungua kwa barabara, au wamama wako na all the facilities ambao wamepewa ya kusaidia wamama wenzao wakifika hospitalini. Kwa hivyo maafa ya wamama wakati wanajifungua kwa kweli imepungua sana. Tunasema nini ndio watu wafurahie? Kupitia ripoti ya hivi karibuni ya taasisi ya utafiti wa kiafya ama KEMRI, kaunti ya Pokot Magharibi imeibuka kuwa miongoni mwa kaunti bora ambazo zimeendelea kuboresha huduma za afya katika kaunti hii, wakazi sasa wakiendelea kupongeza hatua hii. Kutokana na ile research ambayo watu ya KEMRI wamefanya, imepatikana ya kwamba wamama wa Pokot wako na jambo la kufurahia, sababu si kama vile ilikuwa hapo mbeleni. Na pia ningependa kusema ya kwamba tunapoongea wakati huu, akina mama wamehamasishwa kupitia wale tunawaita madaktari ya vijiji. Kila eneo ama kila kijiji wako na daktari yao. Our goal was to be able to find out what is it that West Pokot has done that has helped them improve the statistics that we were able to see from the documents that we had reviewed. To be able to understand what is the reason why the statistics around those mothers who are delivering in health facilities, children under the age of 5 who are dying or who are staying alive rather than dying, women who deliver and are able to come out of hospital well, what is it that has contributed to these very good statistics that West Pokot has shown? Serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi kupitia idara ya afya ikiongozwa na waziri Bi Claire Paklea anasema kwamba kama serikali ya kaunti wapo mbioni kuhakikisha kwamba wanafanya mazungumzo na vitengo mbalimbali katika kuboresha huduma za afya, licha ya kuwa eneo hili ni mojawapo wa maeneo ambayo yana changamoto za kupokea huduma za matibabu. Hatukukuwa na huduma ya afya ambayo tunaita specialized treatment, lakini wakati huu tuko nao. Hata namba ama idadi ya zahanati zetu zilikuwa chache sana. Tunapoongea hivi sasa tuko na zahanati 174 ambazo ziko operational, na bado Mheshimiwa Governor anaendelea kuzindua ama kufungua zingine. Andrew Juma,
TV47 katika kaunti ya Pokot Magharibi. Shukran sana Andre Juma kwa taarifa hiyo. Tuangazie mengine. Wanafunzi, wazazi na wahitimu wamehimizwa kuweka mikakati ili kujiandaa vema kwa soko la ajira linalobadilika kwa kasi kutokana na maendeleo ya haraka ya teknolojia. Maonyesho ya kimataifa ya elimu na ajira ya mwaka 2026 yaliyodumu kwa siku 3 na kufanyika katika kanisa la ACK St. Mark's Westlands, Nairobi, yalizikutanisha taasisi za elimu za nchini na za kimataifa pamoja na wataalam kutoka sekta mbalimbali ili kuonyesha programu za masomo, fursa za ufadhili wa masomo na nafasi za ajira. Maonyesho hayo pia yaliwapa wanafunzi na wahitimu fursa ya kuzungumza moja kwa moja na vyuo vikuu, vyoanuai na wataalam wa sekta mbalimbali, hatua iliyowasaidia kufanya maamuzi sahihi kuhusu taaluma zao na kuelewa vyema ujuzi unaohitajika katika soko la ajira la sasa. One of the major things that the students learned is that besides the normal programs that they can study at the university, namely law, medicine, engineering, there are so many other courses or programs that the students have known that they exist and they can pursue post-secondary education. And they were utterly amazed, particularly so on the various programs that they can study under climate change and also on artificial intelligence. It's very, very important for us to have careers because us in Africa, especially the women, we've been taught to be at home, wives, and take care of children, but no, we can do all of that and be educated as well. So that is really, really important. There's nothing better than a woman that is educated and has her own money and her own boss. When learners are young and they're exposed to vast information, they get to equip themselves and know and actually be ready for the future. Tuangazie mengine. Baada ya miaka mingi ya malalamiko kuhusu kukwama kwa maendeleo ya taaluma, zaidi ya walimu 50,000 kote nchini wanatarajiwa kupandishwa vyeo kufuatia serikali kutenga shilingi bilioni 2 kwa ajili ya shughuli hiyo. Tume ya kuajiri walimu TSC imetangaza kuwa nafasi za kupandishwa vyeo zitatangazwa chini ya mwezi mmoja, huku walimu wanaokidhi vigezo wakihimizwa kuwasilisha maombi yao. Hatua hiyo inalenga kuboresha ustawi wa walimu na kuongeza ufanisi katika kuboresha elimu. Wakati huo huo, TSC imeahidi kuendeleza ajira za walimu ili kupunguza upungufu uliopo shuleni, huku viongozi wakitaka walimu wa masomo ya kiufundi wafanywe kipaumbele katika utekelezaji wa mtaala wa umilisi kwa wanafunzi wa gredi ya 10. Thank you so much. But kindly lie. It will not take a month. Thank God for the government. They have given us additional funding. 2 billion, courtesy of the Education Committee, to promote teachers. But then still, let's appreciate the government for the far it has brought us. You've heard that for the last 3 years, we've recruited 3,158 teachers here in Baringo County. Please, as you recruit the new teachers that the government has given you to employ 16,000 teachers in Kenya, and to promote another 50,000 teachers, please advertise, including this school and other schools, positions for teachers for technical subjects. Tuangazie mengine. Mamia ya wajane katika kaunti ya Nyamira wamepata mafunzo ya namna ya kujiwezesha na kujiendeleza ili kupata kipato chao na kusomesha watoto wao kupitia kilimo, hasa wakati huu ambapo serikali imeanzisha mpango wa mboga asili katika shule za upili. Aidha, wameelezewa njia za kufuata iwapo watalaghaiwa au kufukuzwa nyumbani kwao. Kwetu sisi kama wajane
imetufundisha maneno mingi sana. Changamoto yenye tunapitia sisi kama wajane ni hali hiyo ya kunyanyaswa tu mashamba. Hata title deed saa zingine unapata tunanyang'anywa. Sasa hata tunashindwa tu mahali pa kulilia. Hata nowadays hata serikali yetu pia isaidii. Hata ukikimbia tu kwa majifu hakuna kitu yenye wanawasaidia. Rasima wanataka tu utoe kidogo ndio wakusaidie. Ndio tumekuja kuwaletea habari njema ya kuhamasisha vile watapata chakula bora. Wengine wako na shamba kidogo, vile watakuwa na kitchen gardens kwa shamba yao ndogo, watakuwa na kilimo bora, wakwe wanajitengenezea mbolea na waweze kujihamasisha. Sasa mwenye ako na habari njema ya kuwafundisha vile watafuata wasinyang'anywe shamba, vile watakuwa wana negotiate na family ili waweze kugawiwa shamba, waweze kufanya kilimo. Sana ile sustainable agriculture ile itaweza kuwasaidia kujimudu katika mambo masao. Kila mtu like now vegetables. Chusi wa governor hata hapa Kibirigo Secondary launch ile program ya kupeleka local vegetables kwa masure. Na hiyo pia itasaidia wachana ili wapate kulima ili waweze kujisaidia na hiyo soko yenye wataleta mboga kwa shule. Tuelekee ukanda wa Pwani, na ni kwamba wazee katika ukanda wa Pwani wamejitokeza kufufua muungano wa wazee na jamii ya Pwani kuungana kwa malengo ya kutetea rasilimali za Wapwani. Wakiongozwa na wabunge wa zamani wa Taita Thomas Mwadego na Kalist Mwatela pamoja na mwenyekiti wa zamani wa chama cha kutetea walimu NAT Mutso Muzili wa kaunti ya Kwale wamefanya kikao Voi ili kuanza mchakato wa kuzileta jamii za miji kenda na Taita pamoja ili kuwa miji 10. Wazee hao sasa wanatoa wito kwa Wapwani kuunga mkono mchakato huo. Julius Bariki na ukamilifu wa taarifa hii. Kama njia mojawapo waleta pamoja wale wenyeji wa Pwani, hasa wale miji kenda pamoja na Taita ili kuwa miji 10. Viongozi hawa ambao ni wazee wamesema sasa wataanza misururu ya mikutano ili kutana na wakazi kuwaelimisha. Kutana hapa kama wazee wa mkoa wa Pwani tukijadiliana mambo kadha wa kadha, lakini la muhimu likuwa umoja wetu kati ya watu wa Pwani. Na hapa tuko na wazee kutoka sehemu ya Pwani ya chini na wazee kutoka Taita. Sote tumeita watu wa miji 10. Si miji kenda tena, miji 10. Tumejadiliana kwa kirefu kuhusu umoja wetu, hasa umoja ambao utaweza kutusaidia tuangalie rasilimali zetu ambazo ziko mkoa wa Pwani. Kuko na dukuduku kubwa hasa kuhusu kitega uchumi chetu kikubwa ambacho ni bandari yetu ya Pwani. Maanake mambo yanayoendelea hatujayapata kikamilifu, lakini tunaambiwa bandari hiyo inakuwa privatized. Privatized ni kufanya kubinafsishwa. Na hayo yametendeka, kama kutendeka yametendeka bila kuhusisha maoni ya watu wa Pwani ambayo bandari hiyo ni mali yao. Tumekosa umoja, na kama mnavyojua umoja ni nguvu, upweke ni udhaifu, na tunachotafuta ni umoja. We want unity because unity is strength. We have been divided and we are trying to heal, we are trying to cure that type of division. We want to exist as one team from Voi to Vanga, one team from Vanga to Lamu, one team, one people. That will be our strength. And we want those people who have been benefiting from our disunity to know that our disunity is now slowly coming to an end. Na ni kauli za wazee hao wakizungumza baada ya kikao chao cha kwanza, wakisema vikao zaidi vitaendelea kuandaliwa katika mkoa mzima wa Pwani. Nikiripotia TV47, mimi ni Julius Mariki Mwakibo.
Tusalie katika eneo hilo la Pwani, na ni kwamba mamia ya wanaskauti kutoka kaunti mbalimbali za ukanda wa Pwani wamekusanyika katika kaunti ya Tana River kushiriki kambi ya kanda inayolenga kuimarisha uongozi, nidhamu na stadi za maisha miongoni mwa vijana. Kambi hiyo pia inalenga kukuza uzalendo, utunzaji wa mazingira na mshikamano wa kitaifa. Abdulaziz Nameka na taarifa hii. Mavazi ya kipekee ya wanaskauti, gwaride na shughuli mbalimbali za kujifunza kwa vitendo zilitawala siku ya ufunguzi wa kambi ya wanaskauti iliyowaleta pamoja washiriki kutoka kaunti za Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu, Taita Taveta na Tana River. Waandalizi wa kambi ya wanaskauti wanasema mpango wa kuwaleta wanaskauti pamoja unalenga kuwajengea vijana uwezo wa kukuwa viongozi bora, kuwafundisha nidhamu, kuwakuza katika maadili na kuhamasisha kutoka huduma kwa jamii. Responsible leaders in our community. So I will urge our youth who are outside there to join scouting. We not only have scouting in school, even we have scouting in open. You can form open unit and we give you a scout leader who will take you through so that we move forward, because this nation is a youthful nation. Maafisa wa elimu wamepongeza harakati ya maskauti wakisema zinakamilisha elimu ya darasani kwa kuwajengea wanafunzi uwajibikaji, ushirikiano na uwezo wa kujitegemea. Kuza vipawa za watoto wetu katika uongozi, katika maadili, katika kuweza kufanya kazi pamoja na kuwawezesha kukua wakiwa wazalendo wa kujipenda wenyewe, kupenda wale wako karibu nao na pia kupenda nchi yao. Maana elimu, umuhimu wa elimu ni faida ile mtu anapata kwa maisha yake, na hiyo inapatikana kwa upande wa scouting ambayo ni njia moja ya elimu, na pia CBE ambayo tunafunza kwa formal system. So na encourage everybody else join, walimu wetu they should venture so that we encourage our wanafunzi wa join pia scouting. Mafunzo haya yatachangia kuandaa wanafunzi kwa mtaala wa CBC na kuwapa nafasi ya kujifunza ujuzi mpya na kuwajenga kinidhamu, uzalendo na hivyo kukuza kizazi chenye maadili na viongozi bora wa baadaye. Scouts fully embraces the CBE curriculum, whereby the learners are doing things practically. As you have gone round, you have seen learners are doing things with their own hands. They are given projects, they are given questions whereby they are able to do, they are doing them themselves. So we don't do for the learners, they are implementing what we teach them in class. So I can say Scout is CBE full curriculum. Wakati huo wito umetolewa kwa Wizara ya Elimu kuangazia na kuunga mkono wa mafunzo ya maskauti shuleni kwa kutoa usaidizi unaohitajika ili kuepuka hali inayowalazimu walimu na wanafunzi kutumia gharama ya kuandaa wanaskauti. Lakini most of the time ni kwamba wanafunzi wana chip in katika mifuko yao ili kuweza kufika katika mashindano kama haya. Kwa hivyo naomba sana Wizara ya Elimu iweze kuangazia swala hili, waweze kusimamia walimu pamoja na wanafunzi ili kuhakikisha kwamba shughuli kama hizi zinaweza kutendeka vizuri bila shida yoyote. Abdulaziz Nameka, TV47, Tana River. Tuangazie mengine. Taasisi ya biashara ya Rift Valley Arvibs kwa ushirikiano na chuo cha kiufundi cha kitaifa cha Kabete imeanzisha masomo kwa watu walio na tajriba za kiufundi ili kuwatuza vyeti, yani Recognition of Prior Learning RPL. Masomo hayo yananuia kuwafundisha walio na tajriba kwenye kazi zao bila vyeti kutambuliwa ili wapate nafasi za ajira. Mike Chalo ana taarifa hii. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kazi ya ILO, zaidi ya 33% ya Wakenya wana maarifa yaliyotokana na uzoefu kwenye kazi zao, bali hawana vyeti maalum vya kuthibitisha hilo. Sekta hizi zikiwa za jua kali, mafundi wa mjengo na taaluma zingine zinazojumuisha zaidi ya Wakenya milioni 19, 92% ikijumuisha vijana.
Baada ya utambuzi wa ujuzi wa maarifa yaliyopatikana awali RPL kuidhinishwa na Baraza la Mawaziri mwaka 2024, masomo haya yameonekana kushika kasi, asilimia kubwa ya Wakenya wakitarajiwa kufaidika na vyeti vitakavyowafungulia nafasi za ajira, kupandishwa vyeo au hata kupokea zabuni au mikataba kutoka kwa serikali. It is a program that recognizes, assesses and certifies the competencies you learned outside the school system. You are certified, assessed, certified and given a certificate. And the certificate you are given is as good. It's equivalent to the one you get through the formal system. Taasisi ya kibiashara ya Rift Valley kwa ushirikiano na chuo cha kitaifa cha Kabete kimeidhinisha kuhitimu kwa wakufunzi 24 watakaofunza masomo ya RPL kwenye taaluma mbalimbali. Masomo haya yanajumuisha kozi fupi kabla ya wahitimu kupokea vyeti maalum. We were lucky to have the State Department work with it and we connected with Kabete National Polytechnic, which now has taken us through the baby steps into this process. And now with that, we are able now to go out there and look for all those people to tell the market, those people who have skills and they would want to come and train, they can come and do that at the Rift Valley Institute of Business Studies. The openings are many after the training. You can be a counselor, you can be an assessor for the whole process, whereby you are able to certify and actually ascertain that this candidate actually qualifies for a certain level in his or her qualification. Mwaka 2025 pekee, zaidi ya watu 300 walipokea vyeti vya masomo ya RPL kutoka katika chuo cha Kabete. In the adult graduation, we had around over 300 graduates in RPL, ranging all the way from what we call micro credentials, partial, and also full. Mike Chelo, TV47. Tucheze viwanjani na ni kwamba timu ya taifa ya kandanda ya akina dada wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets imerejea nchini baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Afrika Kusini. Kwenye mchuano huo wa kufuzu kwenye dimba la dunia, Starlets wataingia mazoezini kujiandaa kwa mchuano wa raundi ya pili na mwisho ambao utachezwa ugani Nyayo Jumapili ijayo. Important for us to prepare well. We are rallying behind all the fans to come on Sunday and support the team. It's the final phase before we go for Under-17 World Cup in Morocco later in the year. We recently participated in the Sekafa tournament. We are using that tournament as a precursor for this phase of the qualifiers. Win is out of good preparation. The girls have been in camp for quite some time. And as I can confidently say, we have a very good technical bench that has kept the girls together. The Federation has really supported the girls, led by the President himself, Hussein Mohamed. Just the other day, he motivated the girls with some cash. And also the Federation has done a lot in terms of ensuring that the team gets the best in terms of preparation. And I can say we are only one step away from the World Cup, and the team needs a lot of support from Kenyans, especially I'll call upon Kenyans this coming Sunday, to come and support the girls and ensure that that 12th person will help us a lot, push so that we ensure that we qualify for the World Cup. Tuangazie mengine. Brazil na Mexico zimebanduliwa kwenye dimba la dunia baada ya kupokezwa kichapo. Sundays at 8:30 p.m. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza hii simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimewekelea kitele yangu na trade ikikunywa maji. Oh my God, he left me. Nitumie ni live. Uko nje kuna wifi. Why? High five? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tangu lini kero umeka kwa beauty product? Na ameenda.
Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. We won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV47. Saturday at 8:30 p.m. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition. Ooh, yeah. We might fail. We will probably fail, but not for a lack of trying. So for the last time and the first time. Kumbuke kwamba hapa ndani ya TV47 kila siku tunakufanyia uchambuzi wa yale ambayo yanajiri kila dakika, kila sekunde, yote kwa pamoja tufurahie, tutabasamu, tuenjoy masuala haya ya michezo. Mtazamaji, kufikia hapo nahitimisha awamu ya kwanza ya taarifa. Kwenye awamu ya pili, mtazamaji, nitakuwa narejea ambapo nitakuwa nazungumza na daktari na vile vile mmoja wa Wakenya ambaye anaishi na ugonjwa wa kisukari. Atakuwa anatueleza mengi zaidi, ni vipi tunahamasisha jamii, na ikumbuke kwamba ugonjwa huu wa diabetes umeanza kuwaathiri watoto sana. Kunani? Hayo yote ndani ya mjadala muda mfupi ujao. Endelea kuwa nasi.